is not for perfect people. Church kazi yake ni kuperfect watu. Kwa hiyo tuendelee kuwapokea watu, tuendelee kuwakaribisha ili tuwafanye waendelee kuwa wakamilifu. Na ukamilifu huo ndio ambao Kristo alitupa kufanya. Leo hii mwingine anaweza kahoji, kwa nini kanisa lina miradi? Kwa nini kanisa linafanya shule? Kwa nini kanisa lina vituo vya afya? Kazi yake yote hiyo ni kujenga mwili wa Kristo. Maana yake watauona upendo kupitia shule, watapata elimu, wataona upendo kupitia vituo vyetu vya afya, wataona upendo kupitia redio zetu, na mwisho wa siku watamfahamu Kristo tunayemwabudu na kumtumikia. Jambo la tatu, leo tumetimiza miaka 62. Safari ndefu, safari yenye milima na mabonde. Baba Askofu alianza historia ya wazama na kipindi walikosa hata sehemu ya kuabudia. Inawezekana kuna kipindi walihangaika kuwapata watu kwenye mikutano ya Injili. Inawezekana kuna kipindi walionekana wanachokifanya kila maana. Lakini kutazama leo ukubwa na uimara wa kanisa letu ni udhihirisho wa kazi ya Kristo aliyekuja duniani na kwanza na kupigwa mawe, lakini hatimaye akaondoka na sisi sote kufanya kuwa wanafunzi wake. Wanaendelea kuwapongeza sana kanisa kwa namna ambavyo mmeendelea kuienzi kazi ya Kristo tangu mwaka ambao tulianza ikujumulisha na wale wa mishonari waliokuja, lakini leo tumepata matunda makubwa. Mambo mawili ya kumalizia. Leo tumekusanyika hapa kwa sababu ya upendo tulionao katika taifa letu. Ndio maana hata watu wa makanisa mengine wamekuja. Ndio maana hata Waislamu wameshiriki. Utambuni umoja huu wa kutokulizana kabila, wa kutokulizana dini, ni umoja muhimu sana kuendelea kuwa nao. Amani hii tunayoisema, hata ule ujasiri wa kutukosoa ni kwa sababu kuna amani. Hata ule ujasiri wa kusimama na kunyosha vidole kwa sababu kuna amani. Amani isipokuwepo, upendo tunaoona hautakuwepo. Na kazi kubwa ya kanisa ni kutubadilisha sisi mioyo ili tuweze kuwa watumishi waaminifu. Ukiona kanisa linapiga kelele kama wa mataifa, jua kuna mgogoro wa fikra. Na ile nisema kwa askofu kwa ujasiri mkubwa kwa sababu ni kusoma Biblia. Na Biblia inaijua, na Mungu anamjua. Ukiona kanisa linapiga kelele kama wa mataifa, tafsiri yake kuna mgogoro. Tumeacha nafasi yetu kama taifa, kama kanisa, tumeingia kwenye namna ya kuishi kama mataifa. Ifike mahala viongozi waje kwa watumishi wa Mungu. Tumewacha viongozi wanaenda kwa waganga wa kienyeji kwa sababu sisi hatuna majibu. Kipindi hiki Baba Askofu cha uchaguzi, angalia watu wanaokwenda kwa waganga wa kienyeji na wanaokwenda kuomba maombi kwa viongozi wa dini. Idadi ya wanasiasa wengi wanakimbilia kwa waganga. Kwa nini? Kwa sababu kanisa na lenyewe linalalamika. Waganga wa kienyeji wameonekana wana majibu. Inawezekana kuna mahala unaenda unakuta watu wamekaa na ibilisi. Yaani mtu anamsikiliza mganga kuliko kiongozi wa kiroho. Kwa naomba kumefu zaidi, kuomba sana kanisa. Tusisahau wajibu wetu wa msingi wa maombi. Tusisahau wajibu wetu wa maombi. Tusiache maombi. Tunakwenda kwenye uchaguzi. Tunakwenda kwenye uchaguzi. Tusiache kuomba. Maombi ni majibu ya kila changamoto tulizonazo. Moyo wa mtu mwovu haubadilishwi na matamko. Moyo wa mtu mwovu unabadilishwa kwa maombi. Fanya hivyo, taifa litakuwa salama.